Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imesema kundi la waasi la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda linatafakari kufanya mabadiliko ya muundo wake wa uongozi ambapo linaweza kumweka aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa kundi hilo. Ingawa kambi ya rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi inasisitiza kuwa wako thabiti katika kulinda mamlaka na uhuru wa taifa, baadhi ya wachambuzi wanasema iwapo Kabila atathibitishwa kuongoza AFC M23, hatua hiyo itakuwa mkakati wa kundi hilo wa kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo na Kinshasa. Ripoti ya Jean-Noel Bamweze, mwandishi wa DW mjini Kinshasa, inasomwa studioni na Mohamed Halef. Katika ripoti yake, kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limezungumzia uwezekano wa karibu wa kufanyika kile alichokiita mabadiliko makubwa kabisa ndani ya AFC M23, yakiwemo kubadilishwa kwa jina la vuguvugu hilo na kuundwa kwa nafasi ya juu ya uongozi ambayo inaweza kukabidhiwa kwa Joseph Kabila. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mkakati huo unalenga kuficha nafasi ya Rwanda katika mzozo huo kwa kuimarisha mtazamo kwamba AFC M23 ni harakati za Wakongo. Ripoti hiyo imechapishwa wakati ambapo chama cha wananchi kwa ajili ya ujenzi mpya wa demokrasia PPRD, chama chake Joseph Kabila, kimesimamishwa shughuli zake mwaka 2025 na serikali ya Kongo kutokana na madai kati ya uhusiano kati ya Kabila na AFC M23. Aidha, Kabila alihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa mwezi Septemba mwaka uliopita. Katika chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi, madai kuhusu nafasi ya Joseph Kabila katika AFC M23 hachukuliwi kwa jambo jipya. Adolf Hamisi Makutano ni mmoja wa viongozi wa chama hicho kinachotawala. Tulikuwa tayari na taarifa hiyo. Tupo macho, tunawafuatilia, lakini amini mtakavyo, licha hatua zozote za huyu mwasi Kabila aliungana na Rwanda, Kongo imeonyesha nia njema ya kukutana nao na kuzungumza nao ili kuwasikiliza. Iwapo taarifa za wataalamu wa Umoja wa Mataifa zitathibitishwa, mabadiliko ya uongozi wa AFC M23 yanaweza kufanyika kabla ya kumalizia kwa mazungumzo ya amani kati ya kundi hilo na serikali ya Kongo. Hali hiyo inaweza kufungua njia ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Rais Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Kwa mujibu wa mchambuzi Justin Kamilolo, mwanachama wa muungano wa wanasiasa na wataalamu wa sayansi ya siasa ya Kongo, DEIPOL, huo ni mkakati uliopangwa kwa uangalifu. Kwa mtazamo wa nafasi ya kisiasa, Kabila anaweza kuwa mshirika mwenye uzito kwenye mazungumzo na Tshisekedi katika kutafuta suluhisho. Mkakati huo unaelewa hali hiyo na utatumia karata hii ili hatimaye kumweka Tshisekedi katika shinikizo kubwa na kumlazimisha kutafuta njia kutoigusa katiba. Mapema wiki, Marie-Ange Mushobekwa, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila na aliyewahi kuwa waziri wa haki za binadamu, alitangaza kuwa Common Front for Congo, yani FCC, jukwaa la kisiasa la Joseph Kabila, litashiriki katika maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 Julai kupinga mpango wa mabadiliko ya katiba yanayopigiwa upatu na serikali iliyopo madarakani.